Unafikiri ule wimbo umekufungulia njia kiasi gani sasa? I say ule wimbo umefungua njia nyingi mno. Yaani sijui, nafikiri baada ya kuandika ule wimbo ndio mwaka ule nilipata nafasi hata ya kwenda Ujerumani kisa utume wa kwaya. Yes, 2023. Ilitokea program ambayo, lakini pia juhudi za kule ndani nilivyokuwa nafanya vile kwaya na nini Abate ni mkuu wa shirika la Benedict. Alipata mwaliko kutoka jumuiya ya Abasia ya Münsterschweiz Ujerumani kwamba tunatakiwa taifa la Tanzania tunatakiwa tupeleke kwaya shiriki katika Dominika ya Misioni ya dunia tarehe 15 mwezi wa 10 nafikiri. Kwa hiyo nikawa kati ya nikachaguliwa kama mwalimu wa ile kwaya ndogo ya mpito ya kuandaa kwaya kwenda wapi? Ujerumani. Ambayo ilihusisha wanakwaya gani? Ilihusisha mabruda, wa mapadre, pamoja na watawa na walei wawili. Tulikuwa 13 nafikiri kama nakumbuka vizuri. Tulienda Ujerumani kwa wiki 3. Yes. Ilikuwa nzuri sana. Hiyo ni baraka kwanza ambayo nahisi ni indirect, mimi ninafikiri ilikuwa labda ni baraka ya kwanza ambayo baada ya ule wimbo sasa ndio vilitokea vitu vingi. Baada ya ule wimbo nilipata mtoto wangu wa kwanza. Baada ya ule wimbo nilienda Ujerumani. Baada ya ule wimbo sasa unajua nilikuwa situngi mtu mpaka mtu akuombe wimbo kutoka kwako labda wa kuandika wa kurekodi. Aiseni anakujua sana. Au mara nyingi mwalimu Yonga amwambie kuna mtu anajua sana. Yes, connect. Baada ya pale nilikuwa mpaka nachoka sasa. Unaandika nyimbo, unaandika kwaya zilikuwa zinanitafuta sana. Baada ya hapo sana nyimbo zangu nyingi zikaanza kutoka nyingi. Milango ikawa ni mingi sana. Imenikutanisha na watu wakubwa wa serikalini. Siwezi kuwataja majina lakini watu wengi. Nimekuwa nimepokea simu za baadhi maaskofu nafikiri wawili na sitawataja lakini nimepokea simu zao, mapadre wengi sana. Kwa hiyo kikubwa pia nimepata connection kubwa sana. Imenifunulia kujulikana sana. Baraka zimekuwa nyingi sana. Kwa namshukuru Mungu. Hongera sana. Na nafikiri pia ni kwa sababu watu wao wanadhani labda wimbo unanipa fedha. Watu hata ndugu zangu wewe umekuingizia shilingi ngapi mpaka sasa hivi ule wimbo? Naambia mimi ule wimbo nimeandika bure, sijadai hela yoyote. Na sijawahi chochote. Haujawahi kuniingizia. Ni utoa kazi ya sacrifice tu kwaya na waumini na kanisa, yani nilisema ni kwa ajili ya kanisa, ni kwa ajili ya watu waendelee tu kukua imani. Inatosha kwangu. Wewe umpokelewa vizuri sana. Yes, in return sasa naona kabisa hapa hii inawezekana ni inatokana na wimbo huu. Hiyo nayo yapata mengi. Yes, mengi sana. Hii ni kwa sababu ya mtu anaanza, kwa sababu mtu akikutafuta anakutambulisha huyo ndo mtunzi wa kitu fulani. Yes, kwa hiyo hata ukienda ofisi fulani hata hujulikani lakini ukifika unahudumiwa haraka. Mimi nakuonaje bwana? Wewe ndio mtunzi wa kitu fulani. Okay. Kwa maisha. Hongera sana Emil.